Bwana, kuna taarifa imeweza kutoka kiongozi mmoja wa ngazi za juu sana nchini Israel ametoa taarifa ya kushangaza sana, au inaonekana hiyo taarifa inawezekana kuwa ndo lengo la Israel kuweza kuishambulia Uturuki au kuweza kuizuia Uturuki isiweze kuunda kambi zake za kijeshi ndani ya ardhi ya Syria. Kiongozi huyo bwana amenukuliwa akisema kwamba rada zinazo operate nchini Syria ni rada ambazo zimeletwa na Uturuki. Kwa mfano kwenye uwanja wa ndege wa Damascus kuna rada ziliwekwa ambazo wanasema hizo rada kazi yake itakuwa ni kuweza kuzuia operation za Israel hasa katika anga ya Syria, lakini tu pia sio katika anga ya Syria, lakini pia kwenye operation mbalimbali. Akahitaja operation za Iran, kwa maana ndege zikianza kuruka tu kutoka Israel kuelekea labda kwenye operation mama nchini Iran, basi zile rada zinaweza kudetect hiyo hali. Sasa hii inaweza nikaungana naye kwa sababu maybe wao intelligence yao na wana akili sana ya jeshi, kwa maana wanajua kwamba operation inapoanzia mwanzo inakuwa ni siri, then mpaka tunapofika kwenye malengo hususi au malengo yaliyokusudiwa mpinzani au adui akutani tuna surprise. Lakini mwanzoni ndege zikianza kupaa zikiwa detected, basi changamoto inaweza ikawa hapo kwamba inawezekana labda mbinu zenu au mipango yenu ikagundulika na adui na akajipanga. Mfano nitakupa kumbuka makombora ya Iran yanapoanza tu kuruka katika ardhi ya Iran kuelekea katika ardhi ya Israel, kwa mfano kwenye hivi vita ambavyo tumeshuhudia sasa hivi, hivi vita vilivyoanza Februari, operation ya ngurumo ya simba ya Israel, lakini pia Marekani waliita ni Epic Fury. Tuliona mara kadhaa jeshi la Israel lilikuwa likitoa taarifa kuhusiana na mashambulizi. Kwa mfano anasema kwamba sasa hivi raia, na katika vyombo vya habari ikiwemo channel 12 huwa wanatoa taarifa kwamba tumeona au tumedetect makombora ya Iran yanaanza kuruka kutoka Iran yanayokuja kwetu. Kwa hiyo raia, endeni kwenye hifadhi za kuzuia makombora mkajihifadhi huko chini ya ardhi. Hiyo ni namba moja. Kwa hiyo wao wanahofia kukiwa kuna rada nchini Syria, basi ndege zikianza kuruka Israel kuelekea kwenye malengo yote, hawa ni Waarabu, hawa ni Waislamu, hawa ni ndugu, kunaweza kuwa na mfumo wa ufuatiliaji na kuweza kugundulika kwamba yes operation. Lakini pia Uturuki mwenyewe ni threat. One day wanaamini wanaweza wakakoruzana. Kwa hiyo Uturuki anapokuwa karibu na ardhi yake, karibu na mipaka yake, akianza kuruka kuelekea kwake, inakuwa ni rahisi kwa yeye kuwa detected na Uturuki kujipanga. Mfano nilitoka kuzungumza hapa siku ya jana kwamba